Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki. Nashukuru sana ndugu yangu sema ambayo umenitoa. Kwa hiyo Bozo, unafurahia maisha haya? Ndio, nimeamua nijitenge kabisa na binadamu kwa sababu binadamu hatabiliki. Na sio kila binadamu pia yuko hivyo. Wapo binadamu wanayejua thamani ya mtu. Sawa Bozo. Vipi kuhusu mteja wa kununua ile eneo? Achana naye. Lile eneo ni dhahabu. Wapo wateja watakuja kulinunua. Nimegaili kuuza lile eneo mpaka pale mwezi utakapoingia na utakapoisha. Ndipo nitamwachia yule mwanamke ili arudi kwao. Najua kabisa akirudi kwao ndio itakuwa imeisha. Kuisha habari. Kuna mwanamke ambaye nilimpenda sana katika maisha yangu. Nilimgaramia sana. Nikamfumania na mwanamume mwingine. Mimi akaniita mwizi. Ndio maana ukanikuta kwenye mazingira yale. Yale sio maisha yangu. Ni kweli, lakini sio kila mwanamke yupo hivyo. Vipi, amekula? Ndio, amekula. Vizuri. Naona unapitia wakati mgumu sana ukimwona. Vipi, si tungemaliza? Bozo, usirudie tena kuongea upumbavu. Anastahili kuishi ili ajutie kile alichonifanyia. Na iliwe fundisho kwa wanawake wengine. Nitamwachia mpaka pale mwezi utakapoingia na utakapoisha. Najua kabisa akirudi nyumbani kwao hakuna tena ndoa. Ni sawa. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye moyo wake. Abe, kila niliyempenda kanikata, kila niliyemwomba akaniambia hapana. Je, mimi si wa kuoa? Mimi Krisi, nimeitwa sitoshi, nimeitwa si chaguo la kwanza, nimekuwa daraja. Vipi, mbona nishangaa kiasi hicho? Yaani nimeshangaa sana, kwa maana sifa zako nimezisikia. Yaani hadimu sana kucheka au kuona mendo yako. Lakini alikuwa tayari kuondoka, nikabaki na sauti na machozi. Mambo vipi? Poa mzima. Mzima, uko poa? Uko poa. Samahani, kwa nataka kukwambia kuwa nimekubali ile ombi lako la kutaka kuja kunioa. Kila tabasamu lina maana yake. Na acha hiki ambacho unakiona sasa hivi pia kina maana yake. Maana gani hiyo? Hivyo unamaanisha unachokiongea au unanitania? Nimekubali kuolewa na wewe nikiwa kama mwanamke wa Kiislamu. Nimeona ni ujinga na ni upumbavu kukataa kuolewa na kuishi maisha ya kiuzinifu.
nahitaji uwe mke wangu wa halali wa ndoa. Nahitaji kukuoa. Mbona umeongea kwa kujiamini sana? Yaani kama tulikuwa na mazoea kabla. Nikwambie kitu kimoja ambacho ukifahamu. Mapenzi ya kweli hayahitaji kuzoeana. Na wala muda mwingine hayahitaji hata kufahamiana. Mtu anampenda mtu siku ya kwanza tu pale anapomuona. Nimetokea kukupenda sana. Nahitaji uwe mke wangu wa pili. Unajua yule mke wangu ambaye yuko nyumbani hanitoshelezi. Na nilipokuona tu nikaona kabisa wewe ni mwanamke ambaye unaweza kunipa furaha ya moyo wangu. Je, uko tayari katika hilo? Labda nikupe muda. Nakupa muda wa siku moja tu. Nahitaji kukustiri usiendelee kuishi maisha hayo. Wewe ni mwanamke ambaye unastahili kuwa kwenye ndoa. Una sifa zote za kuwa mke wa mtu. Mie samaki baharini, machozi yangu yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Nimeinvest, umekula mtaji. Sawa siwezi sema ya nakupa siku moja tu. Tukiacha watoto kuna moja nafikiri inaniuma sana. Yanachoma. Tatizo moyo. Nakupa siku moja tu. Unaamini hata ukisalitiwa umekufanya maamuzi. Moyo, 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 moyo ajabu, moyo ajabu, moyo, moyo, moyo. Nakupenda sana. Alafu usirudie tena hicho ulichokifanya. Kwa nini? Hauruhusiwi kunishika wala kunikumbatia mpaka nitakapokuwa mke wako wa halali wa ndoa. Samahani sana, yaani nimeshindwa kuzizuia kabisa hisia zangu. Cha kusamehe. Basi nashukuru kwa kukubali ombi langu. Dada, mbona muda wote umekuja unalia tu? Hausemi kitu chochote. Unajua kuna wakati mwingine kulia sio solution ya tatizo, bali unaweza ukajikuta unaongeza matatizo. Anta mdogo wangu, na kuelewa sana unachosema, ila muda mwingine kulia kitu kikubwa sana katika moyo. Muda mwingine ukilia unapunguza uchungu wa moyo ambao unausikia. Familia yangu ya leo pambe. Niambie familia yangu ya leo pambe. Yaani huko nilikotoka nimepewa ubuyu. Ubuyu mnono sana. Na ubuyu huu sio wa kawaida. Sio ule ambao uliuziwa wewe. Ubuyu huyu umetoka mbali sana. Umevuka anga. Umetokea Dubai. Nikaona kwa nini ule peke yangu wakati udugu wangu upo. Nikasema ngoja niulete moja kwa moja bila kupunguza hata kidogo. Yaani ninavyokuambia nimepata taarifa nyingi sana. Yaani siko. Sasa nashindwa hapa nianze na ipi. Yaani mpaka nahisi kupagawa. Udugu wangu, kwanza ni jambo nzuri kunishirikisha mimi rafiki yako. Kwanza tu wewe anza na lolote lile udugu wangu. Kikubwa mengine atajipanga mbele ya safari. Sura ya mume wangu kabadilika sana. Mume wangu sio wa kula nyumbani, sio wa kulala. Tumefikia tu mpaka sasa hivi tunalala mzungu wa 4. Kinachoniuma zaidi, mwezi ndio huu unakaribia kuingia,
tutaishi vipi ndani ya ndoa na kati hatuelewani? Tutafunga vipi? Yaani kila nikifikiria kinaniuma, sina jinsi ya kufanya mdogo wangu. Dada, cha kwanza tujipe pole kwa sababu tumeumbuka. Yule mtu ambaye tulikuwa nasema ana gundu, dada Razia ana gundu, lile gundu limeenda kufutika. Yaani kama ulipita upepo kwa upeperusha. Navyokuambia sasa hivi, kwa taarifa zilizopo, dada Razia amepata mtu anayetaka kumuoa. Na muda sio mrefu tuenda kupiga mpunga. Kipengere, umekuwa mwandishi wa habari mzuri sana. Kwani wewe hizi habari unazitoa wapi? Najua matatizo ambayo unapitia. Ila mimi nitaenda kuongea naye shemeji. Nitakaa naye chini kinaga ubaga, nitaongea naye. Najua tu haya mambo yataisha. Kwa hivyo alivyofikia hatua ya kusema kwamba yani yeye alali nyumbani, ali unachokipika, na akilala nyumbani analala mzungu wa nne. Hapana. Hapa imekuwa too much. Lazima niende nizungumze naye kama mwanaume mwenzangu ili tujue tunayajenga namna gani. Atanielewa tu. Wanasemanga kwamba mtu akunyimi maneno atakunyima chakula. Nimezitoa anapozitoaga zingine. Na naanza kukupasha na hiyo. Bado mengi hujayajua. Sawa. Hadithi yako nimeipenda. Hebu tuendelee mbele. Nadhani mazuri yako mbele. Tukiachana na hayo, kwa taarifa zingine zilizopo, inasemekana kwamba Faisali ndiyo mtu anayehusika na kupotea kwa Subira. Na cha kunishangaza mimi zaidi, huyo Faisali huyo ndo anayetarajia kumwoa dada Razia. Yaani mdogo wangu, yaani natamani hata nikukataze usiende kuongea naye. Mume wangu mimi namjua, lakini sina jinsi ya kufanya. Mimi nitaenda kuongea naye. Mimi nitaongea naye kwa kina na nitajua tatizo ni nini. Hivi, hii imekaaje udugu wangu? Hii kweli kali udugu wangu. Ila yote na yote, kwa upande wangu mimi, nuna tu ndoa ipite bila pingamizi yoyote ile. Kikubwa tu tule pilau. Afa huyu mwingine atakaa sawa. Na swala la kusema Faisali anahusika na kumficha Subira, naona huo ni uvumi tu wa watu. Wanamwongopea shemeji yangu. Yaani wewe nimekuona kabisa akili yao. Yaani ushaanza kumuita tena Faisali shemeji. Kisa pilau. Yaani inavyoonekana kabisa wewe kwa pilau unaweza kaniuza hata mimi ndugu yako. Kupotea kwa Subira ndo tatizo inamfanya yeye Suli awe hivyo. Mimi lazima nikaongee naye. Kwa busara kabisa, lazima niongee naye na anaamini atanielewa. Sio wewe tu. Hata tokee nani hapa akizingua miwa akiweka pilau hapa na muuza. Mimi nipo tayari kumsaliti mtu yoyote yule kwa sababu ya pilau. Kwa sababu hakuna mbabe wa njaa. Ama kweli nimeamini. Yaani wewe akili hauna. Yaani wewe ni mpuuzi huyu. Pilau ndo unisaliti mimi. Tena unazungumza kama mwanao. Mimi nadhani kufanya pilau. Mtoto wa kiume mjini hapa utakuja kugeuzwa. Sikia, huko unapoelekea hizo dharau. Tunaanza vizuri na watu tutamaliza vibaya. Acha tumalize vibaya. Maana huwezi kumsaliti mtu wako kisa chakula. Kwa unataka vita, si ndio? Wewe unatakaje? Kwani unatakaje? Yote tu fresh. Unaniweza maneno mengi ya nini rafiki yangu? Kabla ya ndoa nilitani. Kaka, nashukuru sana kwa malezi bora ulionipa na unaoendelea kunipa. Naenda kuwa mke na kuanza maisha mapya. Lakini kaka, kuna kitu kinaniuma sana. Kitu gani ambacho kinakuumiza kipenzi chako? Kaka, nitakaa mbali na wewe. Sitakuwa na kuona kama ninavyokuona sasa hivi. Mdogo wangu,
labda nikwambie kitu kimoja. Hiyo tayari limeshaandikwa kwamba utaishi kwa wazazi, lakini kuna siku lazima utaondoka kwenda kwa mumeo au mke kwa upande wa mwanaume, au pia hata kama sio mke au mume, basi mtu kwenda kuanza maisha yako mapya. Kwa hiyo hichi kitu ni cha kawaida sana. Alafu isitoshe, wewe hautakuwa mbali, bado tutakuwa mtaa mmoja hapa hapa Dundani. Kuna wengine wanaolewa wanatolewa Dundani wanapelekwa huko mikoani, Mwanza, Singida, Morogoro, Dodoma, lakini wewe uko hapa hapa. Kwa maana yake bado unatakiwa kujivunia upo karibu na kaka yako. Utaona tu muda wote unaojisikia wewe. Lakini sasa mpaka mume wako akuruhusu. Kaka, kuna wanaume wengine visilani, anaweza akanikataza mimi kuja kukuona, na mimi nishakuzoea. Kwa hiyo anikataze asinikataze, mimi nitakuja kukuona tu. Subira, katika kitu ambacho utakosea katika maisha yako yote, katika maisha ya ndoa, ni kukaidi maamrisho ya mumeo. Hautakiwi kujifanyia maamuzi kama mumeo hajakuruhusu. Yaani hata niwe na umwa kiasi gani, hata niwe na umwa nakaribia kufa, kama mume wako hajakuruhusu, hajakuridhia, haustahili kuja kuniona. Na hiyo ndo sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Inafundisha mwanamke unatakiwa kuwa mtiifu kwa mumeo muda wowote na wakati wowote. Labda nikutoe hofu na wala usijali. Yaani maana yake hayo yote, tafsiri yake ni kwamba kitabu kinatufundisha sisi Waislamu kwamba sana sana upande wa wanawake ni kuhakikisha unakuwa mtiifu kwa mumeo. Na usisahau kwamba pepo yako ipo chini ya nyayo za mumeo. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Pia nitakuwa mtiifu kwenye agizo lako. Sio kwa maagizo yangu, lakini bali kwa maagizo ya kitabu chetu tukufu cha Qur'an. Unapokuwa mvumilivu kwa mumeo kwa kila kitu, maana yake nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia thawabu. Umefika saa ngapi? Mbona kama nilikuwa peke yangu? Nimefika muda mrefu tu mume wangu. Naona uko kwenye dimbu ya mawazo. Unawaza kiasi hicho? Ni lazima iwe hivi. Lazima iwe hivi mpaka nitakapomuona mdogo wangu. Leo ni taarifa nzuri kwa ajili yako. Taarifa gani tena mamgali? Ya kwanza, amani ya hii nyumba itarudi mpaka nitakapomuona mdogo wangu. Nahitaji kumuona Subira. Akirudi hapa ndio nitakaa sawa. Suri ya mume wangu, hata mimi nawaza sana huko ndani. Mimi sipendi maisha haya tunayoishi. Subira wifi yangu, mimi mwenyewe pia namuwaza, namfikiria. Sijui kama amekula, sijui kama amelala. Mimi mwenyewe naliwaza hilo. Una maana ulioni? Acha unafiki wewe mwanamke. Anda kulala. Sio hivyo bana. Wewe unapenda raha wewe? Kwani kuna mtu asiyependa raha hapa duniani? Jiandae kuitwa baba. Acha unafiki wewe mwanamke. Hujawahi kuumia hata siku moja. Unakula vizuri, unalala vizuri. Sikuoni ukiwaza wala ukitafakari juu ya kupotea kwa Subira huko ndani.
Inashangaza, unamaanisha nini tena mama mkali? Mimi na mimba yako. Mwacha utani bwana, fanya utoe dongo hapo kwenye misielewe na isinenge vibaya mno. Serious tena? Na mimba yako? Sijawahi kufikiria hata siku moja kwamba unaweza kuja kuwa sababu ya kupoteza amani ya hii nyumba. Najisikia vibaya sana. Unanishangaza sana. Wewe, hiyo mimba sio yangu, ya kile kibwana chako shoda. Sasa siniletee mikosi hapa. Sio umenipata? Unamaanisha unachokisema? Ndiyo, nipo serious. Sitahusika hata kula chakula chako mda. Yaani sahau kabisa kuhusu mimi kuhusika na kula chakula chako huko ndani. Yaani haitakuja kutokea. Asa mume wangu, chakula kinahusikaje hapa? Mimi nimetoka ndani nije nikwambie tu ndio tukale, unaongea maneno haya. Kweli? Nichukie mimi, chakula kina makosa gani? Chakula kina makosa gani? Asa kile chakula unataka mimi nikakimwage? Nipate dhambi? Unataka nikakimwaga mimi nipate dhambi? Unanifokea? Unapata wapi ujasiri wa kunifokea? Unamfokea mume wako? Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi. Yaani unaondolea amani ya nyumba yangu, alafu bado unifokee? Namzungumzia mdogo wangu. Kupotea kwa mdogo wangu alafu unifokee mimi? Nisikilize. Narudia tena. Sitahusika hata kula chakula chako huko ndani mpaka nimuone mdogo wangu. Na ikiwezekana hata kulala. Utaanza kulala chini. Na nikilala juu ya kitanda, basi mzungu wa nne utahusika. Wewe unahusika katika hili. Unajua subira wangu alipo. Sasa mimi wangu kile chakula ale nani? Mimi nimepika kwa ajili yako, nimepika kwa mapenzi. Sasa hizi unaniambia mambo hayo kweli? Hata mimi naniuma. Subira nimemlea mimi, nimehangaika naye. Hata mimi namuwaza. Sijui kama amekula, sijui kama ajala, sijui amelala wapi. Inaniuma. Subira mimi ni wifi yangu. Leo kuniambia maneno kama hayo. Naona kama unanitafutia sababu. Kama umenichoka niambie. Kuliko vitu unavyonifanyia. Mambo mzungu wa nne, mambo kutokula yanatokea wapi? Nichukie mimi na chakula kina makosa gani? Kile chakula mimi nikimwage nipate dhambi? Kwa nini unanifanyia hivyo? Asia. 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 Naomba kuwa na kumbukumbu. Ukumbuke nilichokizungumza. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani, lakini jina langu halikuwa kwenye moyo wake. Kila niliyempenda kanikata, kila niliyemwomba akaniambia hapana. Je,
increasing. La kuvukia